ukija ukitafiti pale kuna masomo maalum ambayo sasa imekuwa tatizo kama la kitaifa. Kuna walimu wa hesabu, kuna walimu wa sayansi. Ukija pale Kipalang'anda, mimi nimesomesha watoto wangu, mimi sawa wapo chuo sasa hivi, lakini mwalimu wa hesabu alikuwa mmoja. Idadi ya watoto wanafunzi mwalimu utanisaidia. Unakuja hapa shule hivi ya sekondari hapa, mwalimu yule pale atuambia, anaweza kwamba mimi mwalimu wa hesabu nayo mmoja au sina, au mwalimu wa sayansi sina. Pamoja mwenzangu leo anazungumzia maabara. Maabara itakuja, watoto watakwenda maabara wakati mwalimu mwenye uwezo wa kutufundisha sayansi hamna. Walimu wanajitahidi sana, lakini tatizo kuu sekondari hakuna umeme. Kuna mashine ya kuprinti lakini inatumia umeme. La pili, kuna wanetu wanasoma sayansi lakini hakuna maabara. Kwa hiyo inakuwa ni tatizo kubwa kwa upande wa sekondari. Kwa kama hapo mchango ushatoka shilingi 50 katusaidia mheshimiwa, si ndio? Lakini hapa kuna miogo inauzwa. Ninasema mpaka basi usafiana. Na shuleni kuko kimya. Atatoka? Atoki. Kwa hiyo naanzia mimi mwenyewe. Uchafu uko nyumbani kwangu. Maana unaanzia ndani, alafu ndio unatoka nje. Sasa na la pili, alipokuwa mwalimu Kristiani, ulikuwa usafi hadi raha. Watoto wanakuja kupewa zawadi kwa ajili ya usafi, mambo yameharibika. Ufikaji wa shuleni, wanafunzi wengine wanatoka Kibululu mbali, kutoka nyumba kuacha Kibululu kuiona nyumba Magoza, kwa saa 1:30 wafike shuleni. Hiyo ndio hatarishi. Ama kwa ukawaida wa mwanadamu anaanza kuwaza chakula, kwa hivyo hawezi kumsikiliza mwalimu vizuri wala kupata kile ambacho mwalimu anamfundisha yule mwanafunzi. Afisa elimu ametoka kuzungumza hapa haki za mtoto. Mtoto chini ya miaka 18 na yuko shuleni. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa maelekezo shule zote Tanzania ikiwepo Magoza, watoto wote lazima wapate chakula shuleni. Sisi kama viongozi tumekuja leo hapa kuwakumbusha wazazi wajibu wenu. Japo haikuwa sahihi sana, lakini kwa sababu ninyi na sisi wote ni wazazi, ndio maana tumekuja kukumbushana baada ya kuona idadi imekuwa ndogo sana ya watoto kula shuleni. Swala la utoro Magoza liende likawe mwisho. Tuhakikishe watoto watoro wote wanarejea shuleni kwa haraka sana. Hata mimi Mariam nilisoma hapa. Tunakwenda kudhibiti utoro sugu. Tunakwenda kufuatilia utoro wa rejareja. Lakini wewe kama mzazi hakikisha asubuhi mtoto anapokuaga na kwenda shule, hakiki kwamba amekwenda shuleni. 2023 inatuelekeza wazazi tuhakikishe kwamba watoto wetu wanakula shuleni. Amini kwamba mtoto anatoka saa 12 kwenye mikono yako, anakuja shule. Mtoto huyu hajatia hata uji. Anasomaje? Ya watoto wanapokosa kula ndivyo watoto wanavyozofika, kwa sababu anapokula chakula kinakwenda kumpambanua ndani ya akili yake. Lakini kama anakwenda anafikiria njaa, yule mwalimu anamsikiliza saa ngapi? Sema nitumie hekima na busara ya kuzungumza na nyinyi kwanza, alafu baadaye kama tutakinzana ama watakinzana wazazi na sheria, basi sheria itaenda itasimama na itafuata mkondo wake. Ninawapenda nikiwa na mapenzi makubwa na ndugu zangu. Mimi hapa ni nyumbani, naomba shule hii iende kawe mfano wa kuigwa katika kata ya Kipalang'anda, shule zote 7. Hii shule ya Magoza ya msingi na shule ya Magoza sekondari iende ikawe mfano, ili nitakaposimama kwenye vikao vyangu na kwenda kuwahimiza wazazi wengine, niwaambie Magoza tumefikia 100% kwa muitiko wa wazazi kuchangia chakula shuleni, lakini pia kudhibiti utoro uliokuwa sugu.